Hili ni pumzisho la Mungu kutoka kwa Andrew Kiruru. Limekuja nyumbani kwako kukwambia kuhusu fursa ya kiungu. Ninapokuambia kuhusu fursa, namaanisha taa iliyo kwa ajili ya kuvimulikia vingine vyote vipate kukaa pamoja. Narudia. Ninapokuambia fursa au taa, namaanisha ni kitu chochote ambacho kinahitajika na vitu au na watu au jamii fulani ili wao wapate kukaa pamoja na kufanya. Mungu alipokuumba wewe katika nuru ya ile vema yake, wewe ndiye ulikuwa ni fursa kwa ajili ya jamii fulani au vitu fulani au vitu vyote upate kuvimulikia, na hiyo nuru iliyo ndani yako vipate vyao au vyenyewe vipate kukaa au kuishi pamoja. Kama vile wewe mtoto katika familia hiyo, wewe umekuwa ni taa au ile fursa ambayo Mungu ameitia ndani yako upate kuwaweka wazazi wako wakae pamoja. Kwa hiyo ninapokuambia kuhusu fursa si kwa ajili ya kukufanyia wewe, bali ni kwa ajili ya kuwamulikia wao wakapata kuishi pamoja, wakapata kukaa pamoja, wakapata kukaa pamoja katika furaha ya uwepo wao. Na hiyo ndiyo maana ya fursa ya kiungu. Na wewe popote pale ulipoumbwa, popote pale ulipo kwa kuumbwa kwako, popote pale ulipo kwa kuzaliwa kwako, cha kwanza utambue wewe ni nuru au ni fursa uliowekwa kwa ajili ya kuwamulikia, ya kuvimulikia vyote vipate kukaa pamoja. Wazazi wako wakikutazama mtoto, wanasema kwa nuru ulionayo mtoto, wao wanaishi pamoja. Kwa wewe mzazi kuwepo, kwa nuru ulionayo, watoto wanapata kuishi pamoja. Popote ulipo, kwa jinsi ulivyo hapo katika ofisi ulionayo, fursa ya ofisi ulionayo, kijiji kimepata kukaa pamoja, kwa kuwa hawaendi umbali mrefu kutafuta mahitaji yao, kwa kuwa wewe ndiye mahitaji yenyewe ya kwao. Lakini tambua, fursa kila siku inaongezeka. Mwangaza kila siku unaongezeka. Muda wote unaongezeka. Na unaongezeka kwa kujiuliza wenyewe kwamba sehemu fulani au katika jamii fulani ni nini kimekosekana ili kiongezeke. Na yeye anapokiongeza, ni yeye ameongezeka katika sehemu hiyo, ni yeye ameongezeka katika ulimwengu huu, na yeye amekuwa taa kwa ajili ya kuwamulikia wale ambao wanaishi sehemu hiyo, na wasiteseke tena, na wasijiulize tena katika kuishi kwao kwamba watawaza na kuona maisha hayastahili kuwa kwao, kwa kuwa wewe umeijua fursa
Ni nini kilihitajika? Ni nuru ya aina gani imehitajika pale? Nawe ile nuru ikakuvaa, nawe ukawa ni uzao wa hiyo nuru, nawe ukawa ni ongezeko la hiyo nuru, ukapata kuwamulikia, ukawa ni taa au nuru iliyomulika katika kijiji fulani, iliyomulika katika ndoa fulani, iliyomulika katika taifa fulani, iliyomulika sehemu fulani, nao wakapata kuishi pamoja kwa kujifurahia, kuishi pamoja kwa starehe. Ndiyo, naongea na wewe popote pale ulipo kuhusu fursa ya kiungu. Kwanza, moja kwa moja, wewe ndiye ile fursa ya kiungu ambayo ipo kwa kazi moja, kumulikia vitu vyote vipate kukaa pamoja. Ndiyo, najua unahitaji kuongezeka katika nuru au ya fursa ya kuumbwa kwako. Unahitaji kukua na kuongezeka. Kukua na kuongezeka kupo katika kutazama kwako. Je, vilivyokuzunguka vinahitaji nini? Kwa kuwa fursa ni kwa ajili yao na si kwa ajili yako, kwa kuwa wewe ndiye fursa tayari. Narudia, kwa kuwa fursa ni kwa ajili yao wapate kukaa pamoja, na fursa si kwa ajili yako, kwa kuwa wewe ndiye tayari ni fursa hiyo. Naongea na wewe popote pale ulipo. Jua jinsi ya kukua na kuongezeka kwa wewe uliye fursa au nuru popote pale ulipo. Mtazama, katika mtaa wako ni nini imekosekana? Ni nuru ipi imekosekana? Na wewe unaijua vema, uanze kuitenda na kuwamulikia katika mtaa wako. Kuwa fursa katika mtaa wako. Tazama, katika taifa lako ni nini kimekosekana? Ni nini? Ni taa ipi imekosekana ya kupata kuwaweka wengine wapate kukaa pamoja? Ndio maana hapo umekaa, ulikuwa unaona kuna giza ya maji, lakini baada ya mmoja kuwa fursa, yani maji, akayasogeza hapo, na sasa hivi unafurahi vizuri kwa kuwa unayo maji yanayo waweka pamoja. Lakini pia wewe haukuzaliwa tu au kuumbwa tu, una kitu katika kukua na kuongezeka kwake. Ulikuwa unajiuliza uanze vipi, utapata nini, utaongezeka nini? Lakini nakwambia wewe ndiye fursa hiyo. Wanaopata ni wale ambao unawamulikia. Narudia, wewe ndiye fursa hiyo, na wanaopata ni wale ambao unawamulikia, kwa kuwa hata kabla haukuwa na fursa hiyo ulikuwa unapata pamoja nao. Lakini baada ya kuona hamkai vema katika uzuri wa kuishi kwenu, kwa kuwa hicho ambacho ni fursa ambayo uko nayo sasa ilikosekana, hiyo nuru ambayo imekuvaa wewe ilikosekana, ukakosa utulivu. Lakini umeipata, ndiyo unawamulikia, kwa kuwa wewe ndiye fursa, na utakachokipata ni kile kile ambacho ulikuwa nacho kabla, mlikuwa mnakipata kabla ya wewe kuwa fursa
au nuru ya aina hiyo. Naongea na wewe popote pale ulipo kuhusu fursa ya kiungu. Fursa ya kiungu haitazami utapata nini kwenye chochote ambacho unahitaji kukifanya. Haitazami utapata nini, inatazama itawamulikia vipi na wao wakakaa na kuishi pamoja. Kila kitu kikakaa na kuishi pamoja. Narudia hapa, fursa ambayo unaitazamia au katika kuzaa na kuongezeka kwenye nuru ile ambayo unaitazamia ikae ndani yako, haitazamiwi kwamba utapata nini baada ya kukaa ndani yako, bali inatazamiwa itawamulikia vipi, itawapa vipi wale wote waliopo wapate kukaa pamoja. Na hiyo ndiyo fursa ya kiungu. Kuna watu hapo popote ulipo, kuna kitu, kuna nuru ulionayo unahitaji kuifanya, lakini unasita, unaona utapata nini, na hicho kinakuchoma kwa kuwa unayo nuru ya kuwamulikia, lakini hauwapatii kwa kuwa bado unajiuliza utapata nini. Lakini kumbuka, wewe ndiye fursa. Hiyo nuru ndio kile ulichokipata kwa ajili ya kwao, kwa ajili ya kuwafanya wengine wakae pamoja. Kila kitu ni fursa. Kila kitu kilitazamiwa kama fursa, na hiyo fursa ikakivaa. Tazama hapa, hata katika yule mmoja mkombozi, yani Kristo, alitazamia fursa katika dunia, katika ulimwengu wote. Nini kilikosekana? Wangapi hawajaenda kwa ajili ya hilo? Akajua ni ukombozi wa makosa yao, ukombozi wa dhambi zao, ukombozi wa kutokujua, wa upungufu wa maarifa juu ya ufalme wa Mungu. Na yeye alivyoitazamia fursa ya ukombozi, naye ndipo akawa mkombozi kwa hatua zake. Na mpaka leo hii bado ni nuru ile inamulikia, ni nuru inawamulikia, mnapata kukaa pamoja kwa ile fursa aliyoitazamia. Tazama, hakutazama atapata nini, alitazama atawamulikia vipi mpate kuishi pamoja. Hakuitazama fursa ile kwamba mtampa nini kwa fursa ile. Alitazama fursa ile kabla ya kuja kwake, itawamulikia vipi nanyi mwishi pamoja. Ndivyo ulivyo popote pale ulipo, na wengine wote. Katika historia tena, tazama, kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Gideoni. Amekaa katika jamii yake, anatazama mbona wanateswa na maadui. Akajiuliza, yule Mungu ambaye aliwatoa Misri yuko wapi? Lakini katika kwenda kumuuliza Mungu, ile fursa ambayo ilimvaa ya kutaka kutengeneza nuru juu ya jamii yake isiteseke, tazama Mungu alichomwambia kwa nguvu hiyo hiyo ulio nayo,
nenda kawasaidie jamii yako. Cha kushangaza, Mungu hakumwongezea kingine, bali katika wazo lake lile lile la ile fursa alikuwa anatazama ya nuru ya kwenda kuwasaidia jamii yake, kwa ile nguvu, ile spirit, ile nuru, ile fursa, ile taa, ndio akashuka nayo na kwenda kuwasaidia jamii yake mbele ya maadui zao, na akaangusha kwa nguvu la jina la Bwana ile lile, sawa na kutafakari kwake juu ya Mungu aliyewatoa Misri. Nini maana yake? Unayo fursa katika mawazo yako, ufanye nini? Unaona familia yako ina kitu fulani kimekosekanika, na ukaona familia yako imekosa utulivu ya kuishi pamoja, nawe ukasema, kwa nini usilime mazao, chakula kikiongezeka nyumbani kwenu, ili familia ikawa na chakula na ikaishi pamoja? Ndio Mungu anachokifanya. Hakuongezei mwili ukawa mkubwa zaidi ya hicho, bali kwa hiyo fursa, nuru ulioijua, nenda nayo na unaisaidia familia yako, na itakuwa ni mwangaza katika familia yako, kwa kuwa fursa haitazamwi italipwa nini, inatazama itawamulikia vipi wale ambao inawatazamia, kwa kuwa wote popote walipo, vyote popote vilipo, ni jamii ya kwako wewe. Kilichopo katika ardhi au dunia, kilichopo katika mbingu au anga, ni jamii yako. Kwa hiyo wewe unatazamia ni nuru ipi iongezeke ipate kuviweka vitu vyote vikae pamoja. Na hiyo ndio fursa ya kiungu katika kukueleza huku. Ndio wewe umekuwa ni fursa au nuru katika ndoa hiyo hapo ulipo. Wewe umeolewa katika familia hiyo, umekuwa ni fursa au ni mwangaza wa kuamulikia mume wako na familia yake, mume wako na familia yako ipate kukaa pamoja. Na hiyo ndio kazi ya fursa ya kiungu, ipate kukaa pamoja, na sio wewe upate nini, kwa kuwa wewe ndio fursa hiyo. Umeoa upate kumweka, kuamulikia mkeo akae pamoja na watoto, akae pamoja na wazazi wake, akae pamoja na wazazi wako, akae pamoja na jamii yote. Ndiyo fursa ya kiungu, kwa kuwa wewe ndiye tayari fursa, au tafuti kuwa mume wa zaidi ya hivyo. Ndiyo, popote ulipo, Mungu leo yupo kukumulikia hapo, kukuonyesha uzuri wa kuumbwa kwako popote ulipo, kwenye biashara hiyo, kwenye kazi hiyo, kwenye taaluma hiyo, kwenye ofisi hiyo, kwenye ndoa hiyo, popote ulipo, kwamba wewe ni fursa ya kiungu, na umekuwa fursa ya kiungu kwa kuwa umekuwa ni taa inayowaweka au kuviweka vitu vyote vikae pamoja. Sio kuvipanga, kumulika tu vitu vyote vikae pamoja. Mkulima, kwa mazao yako dunia imekaa pamoja. Daktari, kwa udaktari wako jamii imekaa pamoja. Askari, kwa uaskari wako jamii imekaa pamoja. Kila mmoja kwa uwepo wako pale, vyote vimekaa pamoja vikifurahiana. Kwa hiyo leo jue nuru ya fursa ambayo Mungu ameitia kwako kwa kuzaa na kuongezeka kwake. Pokea pumzisho hili,
Pokea pumzisho hili popote pale ulipo. Usipungukiwe na chochote katika nuru au fursa hiyo uliokuwa nayo. Usizidiwe na chochote katika fursa hiyo au nuru ulionayo, kwenye familia, kwenye ndoa, kwenye duka, kwenye biashara, popote pale ulipo, kwenye taifa au popote kwa kuitwa kwake. Pokea pumzisho hili na raha ya pumzisho hili, ya fursa uliotiwa au kupewa na Mungu kwa ile nuru yake, upate kuwapumzisha, upate kuwamulikia kwa hilo wazo ulilo nalo la ufanye nini katika jamii, upate kuwamulikia. Alitapungukiwa, alitazidiwa katika kila hatua ya kutenda kwako. Nenda katika fursa hiyo na pumzisho hili litakuwa nawe popote pale ulipo. Pokea